Nikigitumite Israeli Arekuhuboya ndeto ciakwa Ithenya rĩakwa igua rĩrĩa kwaria Na mĩhang'o magongona-inĩ ma njino Ngĩndiaririo na Isaia Ngĩmwĩra andũ akwa makĩnjigua Mahoena matige maũndũ Mao methaũ niĩ na ndĩmaigue Njera guoko guo we uranyona we uhonokete urathiĩ matu-inĩ ũtarĩ na makoro Rebesha weka maua rudisha nyuma reta Geithiria mundu ucio ngimwira ni wageithio ni ngombo ya Ngai Salimia mwenzako mwambie amesalimiwa na mtumishi wa Bwana Ucoke umwire giki ni kiambiriria Kisha umweleze huu ndio mwanzo Kia Ngai gutwarana hamwe nawe Ya Mungu kuandamana pamoja na wewe Ucoke ungeithiria mundu ucio ngi Kisha usalimie huyo mwingine Umwire maundu mothe maria wambiriirie Mwambie mambo yote aliyoanzisha Makigia na ndire na magikuama Ikawa pia imekwama Toria Ngai atoira muoyo Kama vile Bwana aishi Jehova ni ahingura murango ucio Jehova amefungua huo mlango Ucoke uthie kule mundu ucio ngi Kisha waambie huyo mwingine pia Omunyita wambia kumurathira Tena wanza kumtabiria Mwira kuria guothe werirwo ndũngĩkinya hali ambapo uliambiwa utafika Na arĩa othe makũhingĩrĩirie Wote waliokuzuilia Arĩa othe makumire njĩra Wote waliokuzuilia kwenye njia Arĩa othe makumire mweke waliokunyima nafasi Mweri ũyũ Mwezi huu Mwaka ũyũ Mwaka huu Nĩũgũtuĩkania Utapenya Nĩũgũkinya Utafika Na nĩũgũtoria Na utashinda Kama unaamini pamoja na mimi ungesema amina nzuri Amina Ungempa Bwana sadaka mzuri Hallelujah Oh Jesus Sema amina nzuri Amen Ngoro yakwa nĩ njega na ĩna thayũ Moyo wangu ni mwema na una amani Na ĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo Na tumaini la uzima Ndarũgama honokete na ngakũrwo nĩ Ngai Simama hapa nimeokoka nikakombolewa na Njũĩ Mungu wega atĩ njĩra ya ma nĩ mũtharaba Kijua kweli njia kweli ni msalaba gũikara harĩ Ngai Napenda kukaa kwa Mungu Na kwĩrirĩria mũthenya mũnene Na kutamani siku kubwa Wa mũrũ wa Ngai akĩgĩra kanitha Ya mwana wa Mungu kujia kanisa Ndĩ ũmwe wa arĩa makaina rwĩmbo Ni mmoja wapo wa wale taimba rũrĩa rũtarĩ rwaiguĩka rĩngĩ Wimbo ambao hujasikika Hivyo kama wewe ni mgeni ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi Amen Uigue we harĩa hagĩrĩire Uisi uko pahali panafaa Pamoja na wengine ni wakati wanapita pale kwa runinga yao Ni mara yako ya kwanza kupatana nami pale kwa runinga yako Katika upande wa YouTube Majina yangu ni Bishop Samuel Oboru Niwapongeze wote wale wamekuwa wakitufuatilia Wale wamekuwa wakichukua muda wao kututazama Na kutuma support yao pamoja na komenti zao Bwana akubariki sana Na hata ukiwa bali Na uganisha imani yangu na imani yako Bwana akuponye Bwana akukompoe na akutende mambo makubwa Amen. Basi usisahau basi kuna namba inapita pale chini ya runinga yako Ukiwa basi na swali na maelekezo zaidi Hiyo namba itakusaidia Bwana akubariki na akutende mambo mazuri Sema amina nzuri Amen. Na uhurire Jesu rohero wega Pigie Yesu makofi mazuri Na Jesu ni aguturathima Yesu atatubariki Natamani sana tufundishwe na roho wa Mungu Na nijoi ati wewe wĩtĩkĩtie na wĩiguĩte mũno Najua kwamba wewe umeamini umejisikia sana Nĩtũkwarĩrio nĩ roho wa Ngai Tutanenewa na roho wa Mungu Na leo nataka kufundisha kuhusu haki ya mzaliwa wa kwanza Amen Haki ya mzaliwa wa kwanza Haki ya mzaliwa wa kwanza Na hii inakuguza sana Hata kama wewe ni mzaliwa wa pili Amen Hii inakuguza sana Hata kama wewe ni mzaliwa wa mwisho Lengo yangu tu sio kwa mzaliwa wa kwanza Ninaposema kwamba tuanzie pale kwa mzaliwa wa kwanza Hata wewe hata kama wewe ni wa mwisho Kifunga mimba Bado utazungumziwa na roho wa Mungu Na nijoi ati Ngai nĩegũtũteithia Gĩkũyũ kiugaga atĩ njogoma njega yumaga ikũrĩro Amen Njogoma njega yumaga ikũrĩro Basi kwa nini mzaliwa wa pili na watatu na wa mwisho anahangaika na anaangamia? Nikitaka basi kila moja aliye hapa na wale wananitazama, kila mtu sasa kwa akili zake na kwa macho yake akubali kutazama mzaliwa wa kwao wa kwanza. Mzaliwa wenyu wa kwanza yuko wapi? Kuna mambo ningetaka basi uyaangalie ili maisha yako yatoke kwa kunugunika na kujidharau. Yes. Basi tazama mzaliwa wa kwenyu wa kwanza sasa hivi yuko wapi? Sasa hivi yuko wapi? Na unapotazama mzaliwa wa kwenyu wa kwanza, bado tazama
mzaliwa wa kwa mama yako wa kwanza, mzaliwa wa kwa kina baba yako wa kwanza. Je, yeye alipasua? Yeye alipenya? Yeye alifaulu? Alipita bila kuzuiliwa? Alipatana na mambo mangapi? Je, alipita kwa jangwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukumbuke kwamba mzaliwa wa kwanza ndani yake kuna mambo yenye nguvu sana. Yes. Kuna nguvu na mamlaka. Mzaliwa wa kwanza ako na kifunguo. Yes. Hello. Ako na kifunguo. Lakini kwa milango yote iliyowekwa mbele yake. Yes. Je, kwanza tuulizane. Mlango wa masomo alifungua. Maana pale amepita, wote wengine 9 wanapaswa kupita pale. Yes. Basi kama mzaliwa wa kwanza alipatana na changamoto kwenye masomo yake, je, watatu? Kama mzaliwa wa kwanza alipatana na vita katika ndoa yake, je, wanne? Maana kama vile nimesema, aliyezaliwa wa kwanza ni yeye ataachia wa pili. Kwa Kiswahili inaitwa nini? Inaitwa ziwa. Yes. Mtida inaitwa ziwa. Ni alimwachia matiti. Yes. Aendelee kufanya nini? Kunyonya. Na basi kumbuka kwamba mzaliwa wa kwanza wakati mwingine ni yeye alisaidia mama yake kulea haka kengine. Yes. Ni yeye alifanya karari. Hivyo mzaliwa wa pili na watatu alipita kwa mgongo wa mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu wote hawafanani. Yes. Je, utakapoona kuna mahali unatamani kupenya, kuna mahali unatamani kufika, basi mzaliwa wa kwenyu wa kwanza yeye hakufika. Wote hamufanani, akili hazifanani. Huu ni mlango. Mzaliwa wa pili anatamani umfungukie. Yes. Anatamani sana. Lakini mzaliwa wa kwanza hajawahi fungua. Hajawahi fungua. Nitazame. Na ndiposa unaona ya kwamba katika mambo ya ukoo, watu wanazidi kuwa na ya kitambo na ya zamani. Tunathimone Yesu. Amen. Todo na mugethwari ni augira uri otarumagira mekere maundu ya kwao, mundu ucio ni ngombo. Mambo ya kwao yeye ni mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo ndio tunauliza nanga, kwa sababu ya kwamba huyu wa pili yeye anatamani kupenya, anatamani hata yeye ameokoka, anatamani sana afunge ndoa na iwe ni ndoa ya harusi. Basi kabla afanye harusi, lazima anunue mke wake, lazima atoe mahali. Wa pili ni anaona hivyo, mimi nataka kuoa, na sitaki kuoa ndoa ya kienyeji. Natamani sana nioe ndoa ya kanisa, maana mimi ni mcheza vyombo kwa kanisa. Yes. Je, na mzaliwa wa kwanza yeye ni wa bangi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi akamuruka ajifanya ni kama amekufa. Na kama atamudharau aone ni mtu wa bangi, ajaribu kidogo kwenda kutoa mahali kwa mke wake. Kama ameruka mzaliwa wa kwanza, laana inaanza kuwashukisha na kuwakula mmoja kwa mwingine. Kama hiyo inafanyika katika maisha ya kawaida, je, katika maisha na msingi wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimesema ya kwamba akili na maono hazifanani. Mzaliwa wa kwanza kazi yake ilikuwa ni kuchunga ng'ombe. Lakini watatu nataka kuenda Malaysia, nataka kuenda ng'ambo, nataka kuenda India, nataka kuenda China. Lakini wa kwanza kazi yake ni kufuga. Hello? Kuna mlango anatamani ufunguke. Lakini mzaliwa wa kwao wa kwanza hakufungua. Kweli. Hebu funga macho kidogo, funga macho kidogo. Akili za kwako zitazame mzaliwa wa kwanza katika familia yenu. Basi umemtazama. Tayari umemtazama. Na umetazama aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa familia yenu. Kwa nini maandiko inasema watu wa Mungu hupotea kwa sababu ya kukosa maarifa? Mimi nimeona kwamba familia imezaliwa watoto 9. Lakini bahati mbaya mzaliwa wa kwanza anakufa na miaka 40. Hawa wengine ni wachungaji. Lakini hilo jambo bado wanaliona kwa mzaha. Bado
bado hawana jicho lingine, hawana akili lingine ya kuuliza na ni kitu kigani kimekula mzaliwa wa kwetu wa kwanza. Maana wale walimngojea, wakamkatakata, wakakatakata safari ya kwake. Wale walizuilia asifikishe miaka 100. Bado wanakungojea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iposa kuna familia unapata ya kwamba zinaisha na ugonjwa ya kansa, saratani, na bado wako sawa. Na hata wanajua wa kwanza, wa pili, wa tatu amekufa kwa sababu ya pressure. Wanaona. Lakini unajua kwa nini? Ili neno litimie. Wengine watakuwa na macho lakini hawaoni. Jokereli yoyo. Karoke ukilala tena utakuwa asha wangu. Wengine watakuwa na masikio. Ila hatasikia. Ila hawatasikia. Wanaona kile lakini wao hawajali. Na wanajua ya kwamba katika familia yao kunayo dubu inaua watu kabla ya hatima zao. Oh my God. Na anajua kwetu watu gogi 55 na bado wako sawa. Sema amen. Hata anasikia kama mwingine mmoja anasema gai. Eko wako kuolea kama uitwa kuile. Eko wako kuwa ulia kama uwa mayanti ya kuile. Wanajua lakini wamenyimwa macho wasione. Je, kwa baba yako mzaliwa wa kwanza alipenya, alifaulu, alipatana na vita kiasi gani? Basi tukuje kwa mama yako. Utakapo wote waweka uwapime, hapo ndio utajua uko kwa vita kiasi gani. Hapo ndio utajua kwamba unapaswa kutafuta capacity kiasi gani. Uzumu familia kwa baba yako na uzumu kwa mama yako. Hapa ndio utaona ya kwamba Kamau ambao alikuwa mzaliwa wa kwanza wa mama yako, hata unaambiwa ya kwamba ali muhimu mno. Alikuwa mwerevu sana. Alikuwa university material. Unaulizia lakini alifanya nini? Alifika tu form 1 akawa wazimu. Alifika form 2 akaacha masomo. Basi jua basi kama utajitahidi ubomoe kile kilimzuilia, utakuwa na watoto wazuri sana. Kweli. Lakini kuna madhabahu itawazuilia. Tumoja aseme amina. Amen. Na hapo tumesema kwamba tuzumu na tutazame na tuangalie mzaliwa wa kwanza. Wewe sio wa kwanza, lakini ujue mzaliwa wa kwanza amekuzuilia. Kuna mahali amezuilia upenye. Kuna mahali amezuilia ufike. Maana yeye hakujitahidi. Aliona maisha yake hayo ni ya kawaida. Basi kama mzaliwa wa kwanza hakubomoa madhabahu yanayozuilia kwenyu, wewe watatu utakuja kuyabomoa namna gani? Basi kuyabomoa kama yeye labda alihitaji capacity kiasi fulani, wewe itabidi uongezee nguvu na mamlaka na maombi ya kutosha. Wako watu wako hapa na ili watoboe katika maisha yao, inabidi ya kwamba basi warudi nyumba baka kwa uzao wa kwanza, maana wao ni uzao wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitazame. Kwa nini wazaliwa wa kwanza wanakosa haki yao? Wazaliwa wa kwanza ni kitu kigeni kinafanya kwamba mtu aseme yeye ni firstborn, lakini hana haki yake. Hana nguvu ya kutaka kujua na kuchunguza kama mama yake alikuwa na mtoto mwingine. Egeko yini ni mwana kule mwana wa gushokio. Najua kulikuwa na mtoto wa kurejeshwa. Na hayo mambo hayaambiagi watoto. Hata ukimuona anaitwa fulani, yeye ni wa kurudishwa. Basi mzaliwa wa kwanza aliyegojeka ugonjwa akakufa. Je, alienda na hatima? Alienda na haki ya mzaliwa wa kwanza? Yes, alibeba. Alienda nayo. Wewe utahisi kusema wewe ni firstborn, lakini mambo bado yamekauka. Sema amina. Amen. Kitu kigani kingine kinazuilia wazaliwa wa kwanza wapate haki na maisha yao yawe ya utumwa? Yawe ya nini? Ya utumwa. Na kama vile unajua mzaliwa wa kwanza ni anapaswa kuweka bidii. Sema amen. Amen. Hata kama mama yao hana nguvu, mzaliwa wa kwanza aweke bidii, asomese utu tuikine. Asomese hao wengine. Aende ajitahidi sana. Hata aseme ya kwamba hata wacha nikosa kumaliza masomo. Niende nikaandikwe maid. Nile hao wengine.
Hivyo ni yeye anapaswa kuonyesha njia. Ni yeye anapaswa kuwafungulia njia. Yes. Ni yeye anapaswa kuwafungulia milango. Wengi ni wazaliwa wa kwanza, lakini walizaliwa kienyeji. Maana wazazi wao hawakujua Mungu na hawakujua haki ya madhabahu. Nitazame. Ibrahimu alikuwa na wake wangapi? Ibrahimu alikuwa na wake watatu. Mke wake wa kwanza aliitwa nani? Sarai. Aliitwa Sarai. Aliitwa Hagai. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu kwake hata kama lile jambo analipuuza la mtoto wa kwanza, Mungu bado anamfikia. Ndiposa Mungu anasema ya kwamba Hagai hata kama amezaa Ismaeli, hata kama sio mtoto wa agano, kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza wa Ibrahimu, yeye nitampa urithi hata kama hatapata kitu kwa Ibrahimu. Yes. Mimi Mungu nitamuonea haki. Bado hujanielewa? Hakuna mahali Ibrahimu Yes. alitoa nusu eka akampa Ismaeli. Ismaeli alitoka kwa Ibrahimu Yes. akiwa masikini na kibuyu ya maji. Aha. Na kuna uwezekano ilikuwa ya chumvi. Oh Jesus. Haikuwa maji safi. Sema amina. Amen. Na Ibrahimu akakaa kama amesahau. Lakini Mungu akamwambia, hata kama hajapata kitu kwako, Yes. hata kama hajapata milioni 2, Yes. kwa sababu ni mzaliwa wako wa kwanza, atapata haki, atapata urithi kwangu. Mimi Bwana nitamfanikisha. My God. Ili jina lako lisije likasahaulika. Saulika. Halo? Hello. Kutoka hapo Ibrahimu akafaulu. Akazaa nani? Zai. Akazaa Isaka. Mke wake akawa amezeeka. Ibrahimu akasema, mke amezeeka. Mimi sijazeeka. Akawa mwanamke wa pili anaitwa Ketura. Yes. Mwanamke wa tatu. Yes. Na maandiko inasema akamzalia watoto wengine 6. Lakini tuulizane hivi. Yes. Sasa kwa Ibrahimu mzaliwa wa kwanza ni nani? Ismaeli. Kwa Ibrahimu mzaliwa wa kwanza Ismaeli. ni nani? Ismaeli. Je, Hawa? Kwa sababu alipooa huyu mwanamke jina lake Ketura, pia Ketura akapata mtoto wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Yeye isipokuwa ni vile tu maandiko yanaelezea majina katika hiyo familia nyingine. Hakuna mahali ilishughulikiwa, hakuna mahali ilitajwa. Walinyimwa haki ya kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kuna uwezekano ya kwamba Ibrahimu hata kama alimuoa hakuwatanguliza, hakuwafikisha kwa madhabahu. Hivyo basi kama hawajulikani na madhabahu, kama hawajulikani Kwa madhabahu. kama hawajulikani Kwa madhabahu. Sasa hapa mwanamke wa kwanza huwa tunalaumu Sara. Maana ni Sara alimwambia, sasa mimi vile nimezeeka, sioni kama kunaweza kuja jambo. Halo? Hello. Hivyo mwanamke wa kwanza Ibrahimu alitafutiwa na nani? Na mkewe. Je, watatu alitafutiwa? Hapana. La hasha. Na anamzalisha mpaka watoto 6. Ni kutafutiwa? Hapana. Yeye alipata. Lakini wao hakuna mahali Wametaka. wanapata haki. Bwana Yesu asifiwe. Basi bila kupoteza wakati, chukua Biblia yako na ukumbuke kwamba dhimu yetu inasema haki ya mzaliwa wa kwanza. Kuna watu ni mara ya kwanza kusikia kwamba Ibrahimu alikuwa na mke watatu. Na sio hivyo tu, nikuambie. Leo kuna mahali nimesoma maandiko mpaka nikasema karibu ni kuanzia leo tuache kuita Mungu wa Ibrahimu. Maana Ibrahimu alifika mahali pia yeye akavuka mipaka. Kabisa. Maana maandiko inasema ya kwamba alikuwa na wale wanaitwa Suria. Kai. Na yeye ni baba. Wa agano. Karibu niseme tutiliwa Gai wa Ibrahimu. Alikuwa kija Ibrahimu ni alinaki. Ikiwa Ibrahimu alikuwa na wake wa kando. Yes, alikuwa Na wanawake wa kando. na hata wao kuna uwezekano waliwazalisha. Na sasa si hata wao walipata mzaliwa wa kwanza. Yes. Sasa na haki yao iko wapi? Haki yao Iko wapi? nitazame. Alafu sasa
Wakati mwanaume anaoa na anajifanya mtakatifu vizuri mpaka wanafanya harusi ya kanisa, alafu kabla hajaokoka alikuwa ametangatanga huko nje, akazaa watoto wawili ama watatu. Lakini sasa hapa ni sisi tunawasikanisha mpaka tunauliza ni hali mundu kana mundu kana muhi adere wa mundu kana kinyamu kigiyumiria kirugamio hiki bado waliko. Jamaa anakaaga hivi, anajua kuli alizurura. Halo, hii unaiweka kwa akili. Alitangatanga akazaa kabla hajaoa, na ni ukweli hakuoa, ni ile mchezo ya kijana na nani akazaa. Na sasa hapa ameoa. Sema amen. Amen. Haya, tuangalie hiyo. Hapa ameoa na sasa mke wake amepata mimba na amezaa. Huyo ni mzaliwa kwanza wa nani? Maana Mungu sio kama mwanadamu adanganyike. Alafu sasa tu hapa tunaona dada mwingine ni wakati anafanya harusi. Wawili kwa wawili ahe. Wawili kwa wawili omudu na bunatawe. Sema amen. Amen. Sasa dada ukimuona na neti vizuri kutiri na nduo bahati mbaya iwe kwa usichana wake alipata mimba na akatoa, ama hiyo mimba ikatoka. Sasa wakati ameolewa, mzee wake anasema na tunatukuza Mungu maana Mungu ametupa mzaliwa. Sasa huyu ni mzaliwa wa nani? Hapo pia tuangalie ni wa nani. Je, bahati mbaya wakipatana wote, huyu ndugu amewahi zaa nje na huyu dada ambao wanafanya harusi amewahi toa mimba. Sasa hapo kuna firstborn. Katika ndio jana kuna firstborn? Hapana. Hapo kuna mzaliwa wa kwanza? Hapana. Ni Mungu tu anasema, hata wanaposema tumepata mzaliwa wa kwanza. Lakini Mungu sio wa kwanza. Sio wa kwanza. Todo lidhari ya gai. Kwa jicho la Mungu nilionaga. Linaona. Ndio kororosi ungemuulia huyo ni mzaliwa wa kwanza. Ndio ndio kumurora ndo muulia huyo ni mzaliwa wa kwanza. Basi Mwanzo 25 kuanzia 1. Mwanzo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Abrahamu alioa mke mwingine ambaye jina lake aliitwa Ketura. Mstari wa 2. Huyu alimzalia Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shua. Mstari wa 3. Yoshokani alikuwa baba wa Sheba na Dedani. Haya, turuke sasa mpaka mstari wa 9. 9 inasema watoto wake Isaki na Ishmaeli wakamzika katika pango la Makpela. Haya sasa higa Biblia ya wewe iko. Sema amina. Amen. Sasa ni hapa ni wakati Ibrahimu amezeeka. Ibrahimu alizeeka na akakufa. Lakini kuna mahali maandiko inasema alipokufa watoto wake wakamchukua waende wakamzike. Lakini bahati mbaya Biblia haitaji watoto wote. Inataja watoto wawili. Je, hawa wengine wote wako wapi? Walinyimwa haki ya kuzika mpaka baba yao. Soma 9. 9 inasema watoto wake. Hivyo tuulizane ya kwamba Ibrahimu alikuwa na watoto wangapi? 8. Asanti, alikuwa na watoto 8. Lakini sasa wale wameruhusiwa wakuja wakumzike Ni wawili. na hao wengine wote. Je, huyo mwanamke anaitwa Ketura alimtolea mahali? Hao watoto walikubali kuwapelekea kuhani? Ama alikuwa mke wa kuwekwa, wa kufichwa, azalishwe watoto 6 na hata hajataka kujua ya kwamba, na kuna watu hata hapa wako hivyo. Kuna mtu ameolewa zaidi ya miaka 3 na hata mume wake hajui kwao. Hata 3 ni michache. Kuna watu wako Nairobi, yani ameolewa miaka 5 6 na mume wake hajulikani kwao, na bado wanasema mimi ni mke wa Francis. Siana ya sajio tagia yake rolikire mainyanya. Siana sia hikanya Watoto 4. na pia utapata ya kwamba sio mume tu hajui kuli alioa mke. Hata mke hajui Kule kwa kina
mume wake. Na bado anasema ni mume wangu na mke wangu. Je, yule mwanamke mwingine Ketura, watoto wake walipelekwa kwa madhabahu, walidediketiwa, walitolewa ibada ya kuzaliwa kwa kwanza, walidediketiwa kwa madhabahu? La hasha. Kuna uwezekano hawakupelekwa Kwa madhabahu. na hapa nirudie, ndiposa tuko na wazaliwa wengi wa kwanza lakini hawana haki, maana hawakutambulishwa kwa madhabahu. Hivyo madhabahu haiwatabui. Ndiposa Mungu anasema nitavutiwe wote wazaliwa wa kwanza, maana sio watoto wenyu, watakuwa watoto wangu. Yes. Hivyo kuna mtu ni mzaliwa wa kwanza lakini hana haki, maisha yake yote imefungana, maana mama yake hakumleta Kwa madhabahu. kwa madhabahu. Madhabahu ijue okay, huyu ni mtoto wa mtu fulani na fulani, yes. na mama yake ni huyu na huyu na huyu, na ni mzaliwa wa kwanza. Kuhani atakapotolea huyo mtoto, jambo la kwanza ni ibada ya dedication. Ibada ibada ya pili ni ya ibada ya kuzaliwa ukiwa mzaliwa. Yes. Basi kuhani atakapoinua mtoto na aseme Bwana, huyu sasa ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya Jonathan. Nayo madhabahu hapa ndiko na mlango. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mlango, Yes. hii mlango imefungwa. Kuhani atakapo dedicate huyo mtoto, Yes. nayo madhabahu, malaika wa madhabahu Amen. atakwenda kufungua Mlango. milango ya madhabahu. Amen. Milango ya madhabahu. Amen. Milango ya madhabahu. Yeah. Hivyo madhabahu yataanza kufuata yule mtoto. Yes. Atapata haki ya kiungu. Amina. Halo? Atapatiwa vitu nyingi. Yes. Sema amen. Amen. Kwa sababu anapatiwa zaka. Amen. Kuja hapa chairman. Atapatiwa, angalia na huko. Atapatiwa vitu mingi. Oh yes. Sema amen. Amen. Hizo vitu mingi anapatiwa. Yes. Kwa sababu sio zake, tulipatiwa kitaba kingine. Kweli. Sio yake tu. Baka ya watoto Wake. sio watoto wake, watoto wengine. Yes. Wale wamezaliwa nyuma. Halo? Hivyo sasa mzaliwa wa kwanza, milango ya madhabahu imemfungukia. Oh yes. Amejazwa. Yes. Amepatiwa pesa nyingi. Yes. Ili hata mama yake akishindwa kusomesha wengine, Yes. wasomeshwe na nani? Na mzaliwa Wa kwanza. Halo? Halo. Tazama hapa. Sasa huyu anapoendelea na maisha, Yes. amepatiwa vitu nyingi. Yes. Hizi vitu ni za kina nani? Ni za hawa watoto. Asante. Kuna katoto kingine nikamzaliwa kapili. Yes. Halo? Hakana nguvu vizuri, lakini kwa sababu kamefuata ndugu yao. Na huyu ndugu wao ako na funguo ya kufungua milango yote. Huyu sio mjane, huyu sio masikini, na huyu sio muoga. Oh yes. Oh my God. Hata watajua Yes. tukiongozwa na ndugu yetu, Yes. hatuwezi ogopa. Oh yes. Maana ndugu yetu Yes. sio muoga. Amen. Halo? Wakati mwingine Yes. tule tuko nyuma yake, Amen. tutavuna. Yes. Tutavuna. Amen. Katavuna hiyo matunda Oh yes. ya mzaliwa Wa kwanza. sasa kamevuna. Yes. Na mwingine ataenda atafanya nini? Atavuna. Vuna hapa. Atavuna. Yes. Halo? Sasa tunaona kuja hapa chema. Tunaona mzaliwa wa kwanza Yes. hata matunda ya dimu hana. Hata matunda ya dimu. Hana. Halo? Yes. Athia atoletwo ni tatita mundu uletwo ni hinya. Anaenda nikaa ameishiwa na nguvu. Sasa fisi ikikuja huyu anaweza kutetea huyu. Hapana. Sasa wengi wako hivi na ni wazaliwa. Wa kwanza. Mazaliwa Wa kwanza. maana hawakupelekwa, Kwa madhabahu. hawakutambulishwa. Kwa madhabahu. Ndiposa unaona ya kwamba wazaliwa wengi wa kwanza Yes. sasa hata wanalipiwa nyumba na ndugu wao wa mwisho. Kweli. Kale ka mwisho ni wakati kanainuka kidogo, kanasaidia ndugu yao, Yes. dada yao. yes. Dada yao akipigwa na hebu angalia hivi, dada yao mkubwa akipigwa na mume wake, anaendaga kwa dada yake mdogo, Mdogo. alale kwa kiti. Haki ya mzaliwa wa kwanza yuko wapi? My God. Baraka ya mzaliwa wa kwanza yuko wapi? My God. Nyota ya mzaliwa wa kwanza yuko wapi? Yeah. Alinyang'anywa wapi? Alinyang'anywa. Yes. Angalia neiba yako. Ukiona anakaa kunyang'anywa, umwambie alinyang'anywa akikaa kama wewe. Alinyang'anya ikaa kama wewe. Mwambie alinyang'anywa kukaa kama
kukaa kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu tulitangaziwa ibada ya mafastibon, Yes. ni matumaini yangu kuwa My God. watu wote wale Bwana amenipatia niweze kuwaongoza. Lazima watapokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Utapokea nyota ya mzaliwa wa kwanza. Utapokea neema ya mzaliwa wa kwanza. Utapata kifunguo. Mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anapaswa awe na kishamba kikubwa, Amen. kiploti kikubwa. Amen. Nitazame. Alafu anajenga nyumba ya 8 bedroom. Akiulizwa anasema ya kwamba unajua, mimi ndio mkubwa kwetu. Oh yes. Wakati dada zangu wamekuja kunitembelea, Utakuwa unalala watalala kwa hizo rooms. bedroom zingine. Kweli. Sikia, ni mtu ako na akili Na maono. na ako na maono. Oh yes. Hii nyumba umejenga kubwa hivi, anasema unajua mimi ndio mzaliwa wa kwanza kwetu. Yes. Wakati ndugu yangu ama madugu zangu wanaweza kuja kunitembelea, Yes. hapa ndio nitakuwa tunachijia ng'ombe. Oh yes. Pale ndio tutakuwa tunachuna mboga. Kweli. Alafu analala. Yes. Halo? Hello. Yes, alafu analala kule. Ako na maono, anasema ndugu zangu watalala. Pale. Hiyo ni haki ya mzaliwa. Wa Kwanza. Lakini sasa fuga macho, tazama mzaliwa wa kwanza wenyu. Fuga macho, mtazame vizuri kwa kiroho. Ako na nyumba ya bedroom ngapi? Ako na pesa ngapi za kurudisha watoto wako shule? Na ukumbuke kwamba mzaliwa wa kwanza ilikuwa hata katoto kingine kagaitishwa mzazi kakosa kalikuwa kanapeleka nani? Mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa Wa kwanza. Si utazame mzaliwa wenyu wa kwanza anakaa namna gani? Kikiumana ukikamata uwekwe jela. Na kurutire bodi. Hapo utafungwa kwa sababu Hello. Tetezi. lakini mtukuza Bwana. Amen. Na natamani sana hiyo ibada ifike kwa haraka. Aha. Hello. Yes. Maana kila siku Aha. mbingu inaachilia nyota. Oh yes. Na wachukua hiyo weka. Amen. Hiyo ni mzaliwa wa kwanza. Oh yes. Hautaitwa mzaliwa wa kwanza. Na wewe ni omba. Wewe ni masikini. Hautaitwa mzaliwa wa kwanza. Na hauna nyumba. Hauna kiwanja. Mungu sio masikini. Kweli. Mungu Sio maskini. sio Maskini. na hapo ndio nilikwambia kwamba hatuangalii tu mzaliwa wa kwanza. Je, watatu ambao ni wewe, kama mzaliwa wa kwanza hana hana hata nduthi. Halo? Hello. Na wewe unaonaga kigari kimesimama unasema oh yes, kama vile nilikuwa nimeota. Kupokea sina shida. Halo? Hello. Lakini sasa kama kwenyu hakuna mlango, hakuna gate, maana ndugu yenu mkubwa hajaifanya nini? Hajaifungua. Lakini akiwa na maono, hata kama hajanunua gari, utapata ya kwamba ana fence na anaacha gate kubwa ya kuingia kwa gari, anasema kwamba hiyo iwekwe, maana mwaka huu nanunua nini? Gari. Lakini kwa sababu hana maono, hata kajia anafanyaga hivi ili atoshe. Kakwenyu hata ukipita tu asubuhi unakuwa na maji. Yaani nikakajia tu kana kaka buzi. Kale mumagira mugethie barabara. Na kuna mzaliwa Wa kwanza. hana maono. Utaona barabara ikitengenezwa wakati kuna mazishi. Hiyo barabara inatengenezwa. Inakatwa. Ya ile gari inaitwa hash. Ingie. Hiyo nimekataa. Kwa Jina la Yesu. Yes. Wacha nione mtu mwenye maono. Oh yes. Kama basi uko na maono, utakapokwenda kwenyu hakikisha umetengeneza njia ya gari. Maana kama hawajanunua, naona yako ikiingia. Kama wao hawajapata, naona wewe ukipata. Jamani, wapi kelele ya imani? Kelele ya imani. Kelele ya nini? Imani. Ya imani. Ona wapi wapi kuthondeka ke? Wanza kutengeneza gate kubwa. Turathimwo ni Ngai. Amen. Onoko no kiba ukemo huko. Hata kama ni 20 iko kwa mfuko. Na wera Ngai, ndwaragia ta we bururi wa nduma. Amen. Halo. Mimi nilikuwa naambia mama yangu. Yes. Hata akiniita mjinga, maana sikuelewa vizuri, sikupata vizuri kwa shule. Lakini nilikuwa namwambia hana wakaingira gari. Hapa pataingia gari. Na kaka igerete ku. Itapitia wapi? Turathimwo ni Yesu. Barikiwa na Yesu. Riu ne thianaga mukwenda ngamuria harurukia gicio kiuga harurukia gicio. Atinteremsha kioo. Kwa sababu ya kwamba rureme ni kiga kinini. Ulimi ni kiungo kidogo. Na uria kirathaga. Inatabiri. Undu ucio ni ukinyanagira. Inatimia.
Amen. Sema amen. Rudhi wa moshoshio. Sasa katika lile boma. Mundu wale mukegu muno. Mtu alikuwa mpumbavu sana. No taina githomo kingi. Na hakuwa na masomo mengi. Turathimo ni Ngai. Amen. Gari yako anaikagira nginya hau nja. Gari zangu zinaingia pale mpaka nje. Mone gari ya mundu mukegu. Waone gari ya mtu mpumbavu. Na kaiye thini wake. Anaga githomo. Kaiye thini wake. Huyu ndani yake. Hapo ndio nimetabiri. Amen. Unaweza ukakosa certificate. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hiyo siku ya ibada ya firstborn. Yes. Sema amina. Amen. Kuna nguvu Mungu ataachilia. Yes. Wote walioweka jambo mbele yako. Amen. Mambo ni magapi? Mawili. Either makore. Either watoke ama tuwatoe kwa laini. Amen. Maana ni zamu yako. Amen. Ya kupita na kufika. Amen. Kama hawataondoka, kama wao hawataki gari, jameni waondoe jambo kwa barabara. Maana ni zamu yako. Amina. Ungesema amen. Amen. Ungesema amen. Amen. Aha. Mwanzo 25:9. Aha. Watoto wake Isaki na Ishmaeli wakamzika katika pango la Makpela. Wakaoka mazako muuliza hawa watoto wengine wako wapi? Hawa watoto wengine wako wapi? Domo ulie. Hawa watoto wengine wako wapi? Haya siwanzie tena 25:1. Inasema 25:1. Abrahamu alioa mke mwingine ambaye jina lake aliitwa Ketura. Hivyo ni mke wa nani? Wa Ibrahimu. Ndio jaribu weka oinoke mke wa nani? Ibrahimu. Hivyo Biblia inamuita mke wa nani? Ibrahimu. Hivyo hawa watoto sita ni watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Turuke 9 inasema watoto wake Isaki na Ishmaeli wakamzika katika. Sasa kwa nini hawa wengine hawatajwi? Kwa nini hawatajwi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa huyo mama Ketura kulikosekana mtoto mmoja hata aliyekuwa wa kwanza. Hawa wakati baba yake anazika. Sasa watoto wa huyo mke waliamini kweli baba yao alikufa? Waliamini? Hapana. Maana ukumbuke hata mke wake hakuna mahali anatajwa. Huyo Ketura hatajwi. Hagai alikuwa ametoka huko na ameenda. Na Sarai alikuwa amekufa. Yes. Na huyo mwanamke kama basi watoto wake walinyimwa haki. Je, huyo mke Ketura kwa nini hakukua wakati mume wake anazikwa? Oga kome toro Araukana lua wasukani ukolelelo ibudhi wasira. Watu wengi maisha yao waliofatikiwa baraka yao. Walinyimwa haki yao. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa tu kwa laini lakini walipata wamefanya nini? Wamepitwa. Wamepitwa. Na aliyewapita akaenda akafaulu na akapata urithi usio wa kwake. Maana aliyekuwa mzaliwa wa kwanza yeye amefunga macho, hana maono. Na ndiposa tunasema hivi, kwa sababu wazazi wetu walikosa nafasi ya kutupeleka kwa nyumba ya Mungu. Je, tutazidi kuwa wajika ama tutajipeleka sisi? Tutajipeleka sisi. Tujali tutazidi kuwa tumefungwa ama tutajipeleka? Tunajipeleka. Kama wazazi hawakutupeleka, sisi mlango umefunguliwa, tujipeleke kwa madhabahu. Amen. Tuambie Mungu nimekuja. Na sasa nadai haki yangu. Nadai haki yangu. Nadai nyota yangu. Na tena nadai baraka yangu ya kuwa mzaliwa wa kwanza. 9. Watoto wake Isaki na Ishmaeli wakamzika katika pango la Makpela karibu na Mamre katika shamba lililokuwa la Efroni mwana wa Sohari Mhiti. Kinya hau tothie twendivai turoga nginya twendi riu. Twendivai twendi. Mwanzo 25:20 inasema Isaki alikuwa na umri wa miaka 40 alipomuoa Rebeka binti Bethueli Mwaramu kutoka Pad Aramu, nduguye Labani Mwaramu. Mstari 21, Isaki akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake kwa sababu alikuwa tasa. Bwana akajibu maombi yake. Bwana akajibu maombi yake. Na Rebeka mkewe akapata mimba. Mstari 22, watoto wakashindana tumboni mwake. Watoto wakashindana tumboni mwake. Hivyo ni kumaanisha kwamba mke wa Isaka alipata mimba ya matwins, watoto wa mapacha. Sema amina. Amen. Hii ni swali nikitaka kujibu mtu.
Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna njia zingine. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza ikawa kwenyu mumeishi kuzuiliwa. Yes. Lakini ukiwa na imani, na hapa nataka uelewe vizuri. Amen. Hapa tunaona Isaka amepata mke. Na vile ameangalia vizuri, miaka 2-3 imeisha. Na mke wake bado hajapata mimba. Lakini hakuna mahali tunaona akimpeleka kwa nabii. Hakuna mahali tunaona akimpeleka kwa kuhani. Hivyo ni kumaanisha imani ya Isaka ilikuwa kubwa kuliko hata ya baba yake. Amen. Tunaona akimgeukia mke wake. Yes. Na kutangaza, mimi kama Isaka. Amen. Ndani yangu na ndani ya damu yangu hakuna roho ya utasa. Amen. Hivyo waliokufunga na katakata minyororo na kuanzia leo wewe mke wangu. Yes. Sikia, mwanamke aliyetasa anaombewa na mume wake, badala hata apate katoto kamoja anapata mapacha. Maana yake kule hawakufika. Naona baba ukifika. Nasema kule hawakufika. Jamani ukisema amina nzuri. Nasema kwa familia yenu kile hawajapata wewe utakipata kwa jina la Yesu. Nikasikia amina mzuri. Amen. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Katika ukoo wa kweli kwa jina la Yesu. Kile Amen. Tuulizane. Amen. Mapacha inatoka wapi? Na katika ukoo wa Ibrahimu hakuna mapacha. Mapacha inatoka wapi? Oh Jesus. Si basi unikubalisha nikutabirie. Amen. Na kama hii ni ya kwako unasema amina mzuri. Amina. Oh yes. Oh Jesus. Kuna kitu hakijapatikana kwenyu. Lakini naomba kipatikane. Unaposema amina. Amina ya kwanza. Amina ya pili. Amina ya tatu. Amina ya 4. Amina ya 5. Amina ya 6. Amina ya 7. Na mlango hujawahi funguka kwenyu. Natabiri ukufungukie. Yale mambo makubwa hayajawahi tendeka kwenyu. Yakutendeke. Yesu. Salimia watu 5 waambie pokea hiyo ni ya kwako. Pokea hiyo ni ya kwako. Watu 5 waambie pokea hiyo. Pokea hiyo. Ni ya kwao. Ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama kwenyu kumejaa waganga na wachawi. Father. Kule hawajaifika. Kwa jina la Yesu. Ya kufungua wewe. Uanze kufika. Hata kama wachawi wa kwenyu wanatepeanga uchi. Usikatai. Wao hawakufika. Na hawakuwa. Na neema ya mpenyo. Kweli. Neema ya mpenyo. Lakini unaona wewe? Oh yes. Kanisa la imani. Kanisa la imani. Kanisa la imani. Amen. Bora moyo wako uwe hauna shaka. Kweli. Unaponitazama, unaponisikiliza, bora moyo wako usiwe na shaka. Kama hauna shaka, yale hayajawahi tendeka, naona yakitendeka. Kule hawajawahi fika, wewe tayari unafika. Kila wazazi wako hawajawahi kipata. Kuwa tayari. Nitakipata. Na kuna kitu hapa naona. Isaka akamgeukia mke wake. Akamwambia wewe, katika damu yangu hakuna utasa. Si mwezi huu sikupatikana watu wenye imani watangeukia mwezi wao, waanze kudeclare, waanze kutabiri na kutangaza, mimi majina yangu na damu ya kwangu sio wa mateso. Hallelujah. Kama Isaka aligeukia mke wake. Amen. Najaribu kupiga picha. Alipokuwa na muombea. Kweli. Kuna kitu alikuwa anakifanya. Nasema nimenyosha mkono kwa tumbo ya mke wangu. Wewe maroho na minyororo ya kuzuilia mke wangu, roho ya utasa na kukamata, ninakutoa kwa tumbo ya mke wangu, nakutoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto na mayai mayai ya mke wake yakaanza kusema amina. Kama mayai yalisema amina, unaposema amina, mambo makubwa yatendeke.
utafika. Amen. Nani anaamini atafika? Nani anaamini atafika? Tumesema Yes. mayai yakiwa ndani ya tumbo Yes. ya mke wake. Sema amen. Amen. Unajua mtoto anapozaliwa Yes. kama ni mtoto wa msichana anazaliwa na uzao wake. Kabisa. Maandiko inasema ya kwamba Yes. alipomuombea Yes. Amen. baada ya kipindi kichache Yes. mke wake Amen. akapata mimba. Amen. Oh yes. Hallelujah. Wale wote watatangaza Prophesy. mambo makubwa Yeah. kwa mwezi wa 6 itatendeka. Wale watatabiri mambo makubwa kwa huu mwaka yatatendeka. Wale watatangaza ya kwamba watatomboa na watafika, itatendeka. Amen. In Jesus. Science wanasema Yes. wakati mtoto msichana anazaliwa, Amen. ndani yake anazaliwa na mamilioni ya mayai. Kabisa. Kakipimwa kakiwa na miezi 6. Yes. Wanasema ya kwamba Ehe. ndani ya tumbo yake Amen. kuna mamilioni ya mayai. Amen. Sema amen. Amen. Mamilioni. Ya mayai. Hivyo tunaona mayai ya nani? Ya mke wake Rebecca. yakaanza kusema amina. Amen. Halo. Hello. Mayai yanasema Amina. yanasema Amina. hata mekiri ilikuwa inasema ndio baba, maana mwenye naomba Aha. Ni baba yao. Ni baba yao. ni Baba yao. wanasema ndio baba. Yes. Ni wakati wa kukuja. Amen. Maana ni zamu yetu. Amina. Oh yes. Jesus. Ni zamu yako. Na hii si ya watu wote. Hapana. Yes. Hata mwimbaji alisema ya kwamba heri wamtumainio Bwana, Amen. maana watapata Baraka. watapata Baraka. watapata Baraka. baraka. Tunaulizana hivi, Yes. katika ukoo wa Ibrahimu hakuna mapacha? Yes. Sema amen. Amen. Lakini Isaka anaombea mke wake anakuwa wa kwanza Yes. kupata mapacha. Siwe wa kwanza kununua gari kwenyu. Amen. Siwe wa kwanza kuenda ng'ambo. Amen. Siwe wa kwanza kufanikiwa. Oh yes. Siwe wa kwanza Yeah. kupona magonjwa makali. Yes. Siwe wa kwanza Yes. wana kujitukuza na wewe. Na unaposema amina, hiyo tayari unapokea. Kwa jina la Yesu. Aha. Oh yes. 22 nasema watoto wakashindana tumboni mwake. Watoto Wakashindana tumboni. wakashindana Tumboni mwake. tumboni. Mwake. Aha. Akasema, kwa nini haya yanatokea kwangu? Kwa nini haya yanatokea kwangu? Kwa hiyo akaenda kumuuliza Bwana. Mstari 23. Aha. Bwana akamjibu, Bwana akamjibu, mataifa mawili mataifa Aha. yamo tumboni mwako. Aha. Na mataifa hayo hivyo kila mzaliwa wa kwanza Oh yes. anapaswa kuwa taifa. Amen. Kila mzaliwa wa kwanza anapaswa kuwa taifa. Amen. Anapaswa kuwa tajiri. Amen. Anapaswa kuwa mtu wa kumiliki Oh yes. mali nyingi. nyingi. Aha. Ukinitazama wa kwenyu, mzaliwa wa kwanza, tazama wa kwa kina baba yako, mzaliwa wa kwanza, tazama kwa kina mama yako, mzaliwa wa kwanza anamiliki nini? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tumtukuze Bwana kwa sababu ya kwamba ya kukubali Amen. tuwe na ibada kubwa. Hallelujah. Sema amina. Amen. Ya wazaliwa Wa kwanza. wazaliwa Wa kwanza. wazaliwa Wa kwanza. wa kwanza. Aha. 23. Bwana akamjibu, mataifa mawili yamo tumboni mwako, na mataifa hayo mawili kutoka ndani yako watatenganishwa. Watafanya nini? Watatenganishwa. Hata kama ni mapacha watafanya nini? Yatatenganishwa. Watatenganishwa. Sema amina. Amen. Na hiyo siku kubwa ya ibada, Yes. sema amina. Amen. Wale watalikubalisha, Amen. mimi nitawatenganisha. Amen. Nitafanya nini? Tutawatenganisha. Nitafanya nini? Tutawatenganisha. Nitakutenganisha Amen. na ukoo na madhabahu ya kwenyu. Yes. Nitakapo zoom Amen. nione firstborn wa kwa kina baba yako ni masikini. Firstborn wa kwa kina mama yako anaugua magonjwa makali. Mwenye shokaherudha Amen. Hiyo siku ni ruhusa. nikutenganishe Amen. na ukoo wa kwenyu. Hallelujah. Hallelujah. Mmoja atakuwa na nguvu Moja atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine, Aha. na yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. Sikia hapa, nataka uelewe vizuri. Yule
mkubwa atamtumikia yule mdogo. atamtumikia Yule mdogo. yule Mdogo. Hivyo hapo pameenda vice versa. Maana mwenye alikuwa anapaswa kuwa mkubwa Anatumikia. na kuwa na mali nyingi ni aliyekuwa mzaliwa Wa kwanza. Lakini kuna kitu hapa nataka ukione. Hivyo wakati mwingine wazazi wanasababisha ukame kwa watoto wao. Oh yes. Inaweza ikawa ya kwamba pia ukweli ni ya kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza. Lakini kama vile tunajua basi mimba za kwanza huwa zinasumbua wakina dada. Kwa sababu jambo la kwanza hajazoea. Yes. Sema amen. Amen. Tulizana hivi kwa sababu ya kwamba ni mimba ya mapacha. Hivyo ni yai gani lilianza kujitengeneza? Na Esau mara Yakobo? Esau, maana Esau ndio Kubwa. Sasa angalia yule mwanamke, jambo la kwanza amepitia kipindi cha kuwa tasa na kutengwa. Halafu tena amepata mimba na imeanza kumsubua. Basi kuna uwezekano huyo mama mwenyewe ni yeye kwanza alilaani Esau. Alilaani Esau na akalaani tumbo na akalaani uzao wake. Na hapa tutaona kukakaa wakati yai la pili linaenda kujitengeneza. Yule mwanamke akaanza kuwa na furaha nyingi. Kaanza kupenda maembe kwanza ya Ukambani. Sema amen. Amen. Yes, akaanza kupenda hiyo. Kagege. Bahati mzuri yule mama akasema, sio kama hiyo miezi ingine, na wewe mtoto wangu nimekubariki. Yakobo vile aliona amebarikiwa na mama yake, maandiko inasema Yakobo akakamata kisigino cha ndugu yake. Amwambia, unakwenda unapita uende wapi? Mimi ndio tayari nimepokelewa. Mimi ndio nimebarikiwa. Alikamata ya kisigino. Na akamwambia, sikatai kutoka, utatoka mbele yangu. Yes. Lakini ujue mimi ndio wa kwanza. Wewe tangulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si nikubalisha nikutabirie. Yes. Hata kama walitangulia, wewe ndio utafika. Hata kama walitangulia, hata kama walitokea mbele yako, wewe ndio utafika. Wewe ndio umechaguliwa. Hallelujah. Kuna mtu katika maisha yake anagadharau. Yes. Maana anaona wale walitangulia. Toshafi. Ambia mzako kutangulia sio shida. Kutangulia sio shida. Lakini mimi ndio wa kwanza. Lakini ndio wa kwanza. Kutanguliwa Sio kufika. sio Kufika. lakini mimi Ndio wa kwanza. sema amina. Amen. Hata kama wao wamekupita, nikubalisha niseme ni sawa. Hata kama wamefika mbele yako, nikubalisha niseme ni sawa. Lakini wewe ndio tayari Nimechaguliwa. na umebeba hatima Amen. ya uzaliwa Wa kwanza. Kwanza. ya mzaliwa. Wa kwanza. Wewe ndio umebeba haki Yes. ya mzaliwa Wa kwanza. Soma tena hapo. 23. Aha. Mmoja atakuwa na nguvu zaidi. Mgogo mzako mwambie wacha spidi. Wacha spidi. Mgogo mwambie wacha spidi. Wacha spidi. Hata ukitangulia Hata ukitangulia. kufika ni mimi nitafika. Sema amen. Amen. Na kumbe hapa tunaona kumbe vile maandiko inasema ni ukweli. Tiothe aria matongoragia kiambiriria nio mekaga atia Wafika hao. nio makinyaga. Oh yes. We no woneke ta wikage ta wi mukingu. Unaweza onekana No kama woneke ni ta wi mpumbavu. mucerere. Unaweza onekana Oh kuchelewa. yes. No horo wa manete ndĩrona ũgĩkinya we. Lakini kweli Hallelujah. Naona utafika. ukifika mbele yao. Amen. Oh yes. Naona ukifaulu. Amen. Yes. Mbele yao. Amen. Naona ukifanikiwa. Amen. Ungesema amina nzuri. Amina. Mmoja atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine, na yule mkubwa atamtumikia yule mdogo. 24. Wakati wake wa kujifungua ulipotimia, walikuwepo mapacha wa kiume tumboni mwake. 25. Wa kwanza kuzaliwa, Kuzaliwa. alikuwa mwekundu mwili wake wote. Aya, nitazame. Sema amen. Amen. Hivyo basi kuna uwezekano, na hii ni mambo naongelea kuhusu kiroho. Yes. Hivyo kuna uwezekano kuna mtu alizaliwa mzaliwa wa kwanza, lakini katika ulimwengu wa roho yeye ni watatu. Yeye ni wa nini? Watatu. Yeye ni watatu. Sikatai alizaliwa akiwa wa kwanza. Lakini anapitwa na hawa wengine. Maana neema hazitoshani. Neema Hazitoshani. sema amen. Amen. Hiyo siku ya ibada unikubalisha nitangaze. Yes. Kila aliyeumbwa akiwa mzaliwa wa kwanza, Yes. hata kama aliwekwa governor, Yes. hata kama alifungwa na minyororo, hiyo ni siku ya kupasua. Kama ni laana ya majina, ipasuliwe. Kama ni minyororo, ikatike. Katike.
Na hapo ndio tutaona. Yes. Aliyeonekana kama ni mzaliwa wa tatu. Amen. Kumbe ni yeye alikuwa kwanza. mzaliwa wa kwanza. Sema amina. Amen. Leo muthenya ucio Hiyo siku andu moke meiguite na mahoeta muno. Amen. watu waje kama ameomba sana. Tondu guku gwako kuhana na ibasha hindi ya macindano. Amen. Sema amina. Amen. Ndakwira ni gukura Nikikwambia ni kupenya. aria ngari ciao ni cia betro magoka manyuite V power. Hallelujah. Maguta makwiriria mandege. Hallelujah. Hallelujah. Hivyo nabii akisema Yes. moja, Amen. pili, Hey. ikifika ni tatu. Amen. Enda kama umegojewa biguni Amen. mpaka ufike kwa hatima Ya kwangu. Amen. Salimia mwenzako mwambie usikubali kuchelewa tena. Usikubali kuchelewa tena. Usikubali kuchelewa Tena. Wacha nione wale wanasema sitakubali kuchelewa tena. Sitakubali kuchelewa. Na tena. unaona kwa hiyo imani yako. Amina. Maana sisi ni kanisa la imani. Yes. Unaona hiyo imani yako. Yeah. Oh yes. Bio ya kwako ianzie. Amen. Hatua ya kwako ianzie. Amen. Hivyo kuna watu utapata ya kwamba hiyo siku tayari hata asubuhi nitapata ya kwamba wengine walifika. Wameshafika. Amina. Wameshapokea destiny. Amen. Amina. Aha. Wa kwanza kuzaliwa alikuwa mwekundu, Wa kwanza Kuzaliwa alikuwa mwekundu. mwekundu. mwili wake Mwili wake wote ulikuwa kama mtu aliyevaa vazi aha, lenye nywele, manyoya. wakamuita jina lake Esau. Aha. 26. Baadaye ndugu yake akatoka, mkono wake ukiwa umemshika Esau, Sikia mkono wake ukiwa umemshika Esau. sema amen. Amen. Kuna kitu niliambia mtu na nikaambia watu, raiti ukae na mtu wa tabia mbaya, maana anaweza guzwa na Mungu aokoke, kuliko kukaa na mtu wa moyo mbaya, atwa gorojo, hata akiokoka habadiliki kweli. Sasa angalia ni kitu gani Yakobo amezaliwa nayo. Amezaliwa akiwa conman, akiwa buroka, hata kwa tumbo amekamata kisigino ya ndugu yake. Sema amin. Lakini upande mwingine ni tafsiri. Yes. Yakobo alizaliwa akiwa shujaa, Amen. zaidi ya shujaa. Amen. Hata kubali kupitwa na nafasi yake. Yeye sio mtu wa kukaa kiholela. Yeye akipata nafasi Anaitumia nimesema vizuri. upande mwingine mimi nitatabua Yakobo kama Yes. shujaa Amen. zaidi. Yes, shujaa. Shujaa. Bosa tayari amekamata ndugu yake. Wewe mimi sio wa mwisho. Mimi mambo yangu yote Ni mbele. ni ya mbele. Hallelujah. Na unaona ile ujasiri. Yes. Ndio bado anakamata malaika. Amen. Sikuachili. Yes. Malaika anajaribu kumvunja Mungu, anamwambia hata vunja bavu. Kila haujui. Yes. Jina langu naitwa Yakobo. Amina. Mimi ni shujaa. Kama nimekamata, Amen. kama gari ni ya kwangu, kama sio wale watu wa baridi. Amen. Sema amina. Amen. Mtu ameolewa amekaa kwa ndoa miaka 5, 10, miaka 15. Sema amina. Amen. Lakini kwa ndoa yake kuna igiria kama mtu hata hakajui kudiwom. Kana mutisha sasa atoke kwa ndoa yake. Tani ile gumani uthiku. Utaenda wapi? Tori ushuki uthiku. Unaenda wapi? Ndumukurira maitho moria uthiku. Unaenda wapi? Yaani ndoa umejenga na miaka 10. Halo. Sasa unyang'anywa na mtu kwa sababu amefugia matiti hapa inakaa kama risasi. Uache ndoa. Sema amina. Amen. Na ibada ya leo. Yes. Wale watu wote wako kwa laini. Yes. Wale tayari wako connected. Yes. Ninawaombea ujasiri kama wa Yakobo na kuombea ushujaa. Hallelujah. Hallelujah. Na kuapisha. Yes. Usiwe mtu wa kunyang'anywa opportunity yako. Na kuapisha. Jina la Yesu. Usiwe mtu wa kuachilia haraka. Oh yes. Halo. Amen. Mtu akikutisha akikwambia utajua mimi ni mkamba wa Kitui. Message unaandika salala. Mimi ni wa Tanzania. Mimi ni wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine akikutisha na kuambia utajua mimi ni mchawi wa Tanzania. Para chini unaandika salala. Utajua mimi ni wa Nigeria. Mimi Okuku. wanatishwa kidogo hivi unaachilia nyota yako. Na kuanzia leo hatutaachilia tena. Kwa jina la Yesu. Hatutaachilia tena.
Kwa jina la Yesu. Hata wagurume kama simba. Hatutaachilia. Kama ni ya kwako kamata vizuri. Kama maono ni ya kwako kamata. Kama nyota ni ya kwako kamata. Hey. Aha. Sisi ni wale wagumu kama mawe ya kwale. Kweli. Amen. Pale kwenye maji. Sisi ni wale Hardcore. yes, sisi ni wale hardcore. Sisi sio watu wa Yes. na by the way wale wanakubali kuchukua Amen. usujaa wa Yakobo. Yes. Hata kwa wokovu. Hawatasubua kanisa. Amen. Ni madai wa juri tuone hinya. Tumeishiwa na nguvu. Kama nyosi osio ni Esau. Ndio hawa Esau. Si nitakufundisha. Unaona mtu saa debili hajakuja wambulie ndio dete kirigiriro. Na hisi nimekosa tumaini. Ni Esau mwedia wa irigithathi. Oyo na mukimo tunia kwendia ki. Huyu hata mukimo anauza tu. Oyo irio cia ndari. O ni akwendia igai. Atauza tu. Irio ciake? Siada. Chakula cha tumbo. Hapa tuko na watu wawili. Yes. Tuko na mtu anaitwa nani? Esau. Anaitwa Esau. Na mwingine anaitwa Yakobo. Amina. Oh yes. Watu wa Yakobo wacha nisikie amina. Nasema watu wa Yakobo. Wacha nisikie amina. Watu wa Yakobo. Hallelujah. Amina. Watu wa Esau Bwana asifiwe. Ndia kwira. Kabisa. Wako area. Lego kuduka tagai. Huyo ni anatishagwa hivi na kidogo na kiateka na landlord. Anaenda. Anaambiwa nyumba itafungwa. Unapata Anaambia ndugu yake mimi naona kwanza niende Geshagi. Utaniekea hii tugua yangu. Kama Mungu atataka nirudi Nairobi nitarudi tena. Sikia. Nyumba imefungwa tu mwezi moja. Mtu ambaye amefungwa akili anafikiria tu kwenda kulima maharagwe. Na mama yake badala afikirie jambo la kudumu. Yes. Sema amen. Amen. Hello. Watu wa Esau hello. Gai. Tamwasejia. Umechanuka. Watu wa Esau. Watu wa Yakobo hallelujah. Hallelujah. Aiwi. Nina ni demu anosho wa Jakubu. Amen. Demu wanawake. Jakubu. Wa Yakobo. Sema amina. Amen. Yakobo sio mtu wa kutisha tisho. Sema amina nzuri. Na kuanzia dakika hii kuna unabii nataka kuachilia. Unabii nataka kuachilia. Kila aliyekupita akakupita na madharau. Kila aliyetumia miti kama takisigino. Kama taria bara yako. Kama hata vizuri. Wewe kama Hey. Hello. Na unaona wale wamekamata. Hapa ndio tunamuambia. Wewe tangulia. Lakini mimi ndio nitafika. Wewe tangulia. Hallelujah. Hallelujah. Sema amina. Amen. Sijui nani mkono wake uko sawa. Nataka tukamate aliye mbele. Yes. Oh yes. Hallelujah. Maana sio wote walio mbele walifikishwa na maombi. Wengine walitumia miti. Yes. Walitumia nini? Miti. Na maandiko inasema Yes. Yakobo akakamata Yes. kisigino. Yes. Ya ndugu yake. Halo. Amen. Kila aliyekupita Kwa jina la Yesu. kila aliyechukua bahati yako, kila aliyechukua maana ya kwako, aliyechukua destiny, aliyechukua namba, aliyechukua laini yako. Ninaposema moja mpaka 7, mkono wako uwe tayari kukamata. Yes. Yes. Acha nione wale wako tayari. Oh my Father. Wacha nione wale wako tayari. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na unajua ni kitu gani tunafanya? Yes. Sema amina. Amina. Kuja hapa chairman. Simama hapa. Angalia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu sasa. Yes. Kile nataka kifanyike. Hapana, usituangalie wewe, angalia mbele. Tunapeana mfano na wewe. Yes. Halo. Hello. Ninapokuambia. Yes. Sema amina. Amen. Na ni vizuri hapa tuelewe vizuri. Yes. Sasa huyu wako nyuma. Yes. Sema amina. Amen. Ninaposema kamata. Yes. Ninaposema kamata. Huyu atakamata huyu hapa. Yes. Ninaposema ni wakati wa kuondoka. Anamweka kando na yeye anapita. Aliyechukua bahati yako, aliyechukua maono yako, aliyechukua nyota yako, wakati umefika.
Ninaposema amina. Yes. Paka ya 7. Chama nilikiuramaka. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ili nishoke mwera nego thiereu. Ni kwenda. Ndo mwera nego thiereu. Sema amina. Amen. Sema amina nzuri. Amen. Wacha nione mtu anasema mkono wake uko sawa. Yes. Oh yes. Nione mtu wako sawa. Sema amina. Amina. Na wote baka chairman. Yes. To connect imani yetu. Amen. Na imani ya madhabahu. Na imani ya nabii. Sema amina. Hello. Hello. Anapopita. Sema amina. Amen. Wewe pamoja na chairman. Yes. Pamoja na mimi. Amen. Tuamini ya kwamba Amen. kila aliyetupita, kila aliyetupita, aliyetumia uganga, aliyetumia uchawi. Hallelujah. Hallelujah. Kwa pamoja. Nini ule kogu? Bwana asifiwe. Amen. Wacha nione wale wako tayari. Mugirira inine leo. Sema amen. Amen. Sema amina nzuri. Amen. Kama basi uko tayari. Nasema ni zamu yako. Yes. Kila aliyekupita kupitia ujuzi wake, kupitia uchawi wake. Amina ya kwanza. Amina ya pili. Amina ya tatu. Amina ya 4. Amina ya 5. Amina ya 6. Amina ya 7. Ndio hiyo, ndio hiyo. Hallelujah. Oh yes. Kama basi imani yako tayari yuko connected pamoja na mimi. Waliokuacha kamata. Na tumesema ukikamata unarudisha nyuma na unachomoka tena. Wacha turudie tena. Kuja hapa Reverend. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nimesema ikifika mara ya 7 tunafanya nini? Wacha nione mara ya 6. Mara ya 7. Bado. Hello. No. Oh yes. Kuna mtu anakamata hapa kama ako na menyo. Usiharibu ibada wewe. Yes. Yaani tunasema ni kukamata unafanya hivi. Wewe ni ugodhie wewe. Maana hata maandiko inasema imani ni kuamini yale mambo hayako tayari yako, yale hayajatendeka tayari Yatatendeka. Kalia mwenzako, mwambie usilete kisirani hapa. Sema amina. Dada toka practice. Yes. Tumesema ikifika ni mara ya ngapi? Ya 6. Tunafanya nini? Tunakamata. Unafanya nini? Kamata kurudi. Amina ya 5. Amina ya 6. Ya 7 kamata. Asante. Kwa jina la Yesu. Kuja sasa tuanzie tena. Tuanzie tena. Na ukumbuke hivi. Yes. Kila aliye chukua opportunity yako, kila aliyechukua nafasi ya kwako, kila aliyechukua huduma ya kwako, kila aliyechukua amina ya kwanza, amina ya pili, amina ya tatu, amina ya 4, amina ya 5, amina ya 6, amina ya 7. Oh yes. Oh yes. Na bila shaka niseme ni zamu yako. Rudi kwa nafasi yako. Rudi kwa nafasi yako. Yakobo akakamata Sigino. Na by the way kuna mahali bado tutaona. Amen. Labda Yakobo angeishi kuwa masikini. Kweli. Wakati mwingine udhagira kiongo wewe. Labda isipokuwa ni vile mama yake alijua. Maana hata kuna maandiko inasema naye Isaka alipenda Esau sana kwa sababu alimpatia nyama za kuwinda. Si unaelewa hiyo? Hiyo umeshika? Na ukumbuke kwamba baraka kubwa iko kwa kinywa cha baba. Yes. Unanielewa? Bado hujashika. Kirathimo kinene gikoragwo kanune kao kama shari wake. Baraka kubwa iko katika kinywa Kama shari wake wa baba. Na maandiko inasema naye Isaka alimpenda Esau sana kwa sababu ya nyama ya mawindo ya kuwinda. Sasa Yakobo ni wa nani? Kama mama yake angetumia ubongo, Yakobo angekuwa wa nani? Tusituulizane.
Yakobo angekuwa wa nani? Na atumia rimwe Ngai amurathimage. Kina mama pia wakati Ndĩrauga atumia rimwe Ngai amurathimage. Amen. Rimwe nĩ mũrĩ hakiri kangi. Wakati mwingine mna akili nyingine ya kando. Na nĩ mũrĩ ũgĩ ũngĩ. Mna hekima nyingine. Sema amen. Amen. Tũrathimwo nĩ Jesu. Amen. Oguo mũtumia ũyũ tigane hakiri. Hivyo huyu mama isingekuwa ni Na akili. korwo Jakubu angĩatũrire mũthĩni. Labda Yakobo angeachwa akiwa Sema amina. Amen. No urauga mwana wa Jakubu. No urauga mwana wa Jakubu. upande wa Yakobo. Aha. 26. Baadaye ndugu yake akatoka mkono wake ukiwa umemshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaki alikuwa mwenye miaka 60 Rebeka alipowazaa 27. Watoto wakakua. Naye Esau akakuwa mwindaji hodari, mtu wa mbugani, wakati Yakobo alikuwa mtu mtulivu. Nekana kao. Mtoto wa mama. Kana kanyina. Kama. Atina maundu maingi. Ana mambo mingi. Sasa hata tuangalie. Sasa mama hata angepatwa na dubu, nani angemsaidia isipokuwa ni Yakobo? Sasa mambo yote kila asubuhi Esau anaenda kuita nyama hizi itaiganaga. Kwani hizi nyama hazitoshi? Ndiposa naye mama akampenda Yakobo. Maana ni alikuwa anatumwa nyitaba sisi watu wale cia kiama. Peleka hii pesa ya chama. Watoto wakakua na Esau akakuwa mwindaji hodari, mtu wa mbugani, wakati Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa. Alikuwa mtu Mtulivu. Alikuwa mtu Mtulivu. Mtu mtulivu. Yes. Mwenye kukaa nyumbani. 28. Isaki ambaye alikuwa anampendelea zaidi nyama za porini, alimpenda Esau. Sikia, alipenda nani? Esau. Sasa Yakobo angepata kibali wapi ya baba yake? Isipokuwa ni vile baba yake alibariki Yakobo bila kujua, akifikiria ni Esau. Kweli. Labda Yakobo angeishi masikini wa Mungu, hana chochote. Yes. Bali Rebeka alimpenda Yakobo. Alimpenda Yakobo. 29. Siku moja Yakobo alipika mchuzi wa dengu. Esau akarudi kutoka porini akiwa na njaa kali. 30. Esau akamwambia Yakobo, haraka nipe huo mchuzi mwekundu, nina njaa kali sana. Salimia watu watatu waambie jifunze kutumia nafasi vizuri. Jitunze. Nitazame. Bado wakati wa kubarikiwa haujafika. Yes. Yakobo akawa na akili, alipopimanisha mambo akaona jambo la kwanza, mimi sipendwi na baba. Sipendwi na baba. Hata anapo bakisha chakula mimi hanipatii. Yakobo akawa na swali, mimi nitakuja kutokea wapi? Kama baba hanipendi, anapenda tu ndugu yangu Esau, mimi kwani nitakuja kupata urithi? Nitakuja kupata haki? Akakuja akaona okay, sawa sawa. Mimi acha tulime na mama. Maandiko inasema bahati mzuri wakawa walikuwa wamevuna dengu. Yes. Udhome hau. Inasema pale 29. Siku moja Yakobo alipika mchuzi wa dengu. Alipika mchuzi yake kwa sababu ate dego dune. Yakobo akasema okay, wewe sasa kazi yako ni kulinga na ufastborn na hakuna kitu unasaidia mama. Yes. Na hii nataka uielewe vizuri. Maana Mungu ametupa uwezo wa kubadilisha nyota. Hallelujah. Sema amina. Amen. Kubadilisha Nyota. Esau alipoona akaona ni Yakobo akaona ni agagaumira kafuti. Mira bwana nitatoka kama sina kitu. Alipoona ndugu yake Esau ni kama hana maono, hata alikataa shule. Kazi yake ni kuwinda. Yes. Yakobo akauliza, sasa mimi nitapata haki wapi? Nitapata nyota wapi? Akasema ama labda baba ananichukia. Maana mimi ni mzaliwa wa pili. Ama baba anapenda Esau kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza. Je, nikicheza kama mimi nipokee nyota ya mzaliwa wa kwanza? Yes. Naweza nikapata kibali mbele ya macho ya baba? Nikakijana tu kanatumia akili. Naweza nikafanya nini ili baba anipende? Ndodekeria ili baba Anipende. anipende.
kakaona ai mimi sioni. Na kwa sababu kulingana na sheria Yes. na maondo ile Mambo ya- mwana ule orathimagwo Mtoto au barikiwa. ni mwana ule mkuu. Mtoto yule mkubwa. Sasa mimi kama baba ananichukia namna hii. Wakati wa baraka kweli nitapata kitu. Na maandiko inasema akawa ametengeneza kitoweo ya nini? Ya ndengu. Kitoweo ya ndengu. Yes. Na Esau ni wakati ametoka kuwinda Yes. akiwa na njaa. Kabisa. Sasa kama vile mnajua nitazame. Hata kwetu tulikuwa tunaambiwa na mama, kule umeshinda Kula ukule huko huko. huko. Oria kuria weka atia? Watida. Kanitha ni mukunjararia oria kuria. Kule ambapo Watida. umeshinda. Sasa Esau akekula wapi? Alikuwa anapaswa kukula wapi? Kule. Alikoshinda. Kule ameshinda. Hakuna kazi amesaidia mama. Aha. Hakuna kazi amefanya nyumbani. Yes. Kaiho gasagi. Yule anapenda Kwa kuzurura. gethecho. Gatigire kwao. Anaacha kwao kuna chinjo. Hebu sema hiyo kwa Kiswahili. Kaiho gasagi. Mtoto apendaye kuzurura. Sasa kaiho. Kaiho kasanga sangi. Kaiho. Nataka muone wakati mwingine pastor anafanyaga kazi gumu. Sasa wakati nimesema kaiho, sasa mawazo yake nitafute kaiho. Na akikosa anasema mtoto anayerandaranda. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kaiho gasagi gatigire Kwa na gethecho. mtoto anayerandaranda aliacha kwa wakati kuna Kuna chinjo. chinjo. Yakobo akajua kutumia nafasi vizuri. Yes. Na maandiko inasema ya kwamba wakati Esau alikuja akawa na kiu na akawa na njaa. Yes. Aha. Esau akamwambia Yakobo, haraka nipe huo mchuzi mwekundu. Kuna mahali umekimbia, rudi nyuma kidogo. Inasema pale 29. Siku moja Yakobo alipika mchuzi ndengu. Esau akarudi kutoka porini akiwa na njaa kali. Akiwa na njaa Kali. Mstari 30. Esau akamwambia Yakobo, haraka nipe huo mchuzi mwekundu. Nina njaa kali sana. Sasa sikia, ona radha na nile taharisi yake. Hata maandiko imesema haraka nipe mchuzi wa nini? Mwekundu. Hebu angalia, ana haraka. Badala hata anyenyeke, ni kiburi ya kupendwa baba yake. Nina njaa kali sana. Hii ndiyo sababu pia aliitwa Edomu. 31. Yakobo akamjibu, niuzie kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Haki niuzie. Kumbe basi haki ya mzaliwa wa kwanza kumbe inauzwa. Sema amina. Na kuna watu walibadilishiwa haki ya kuzaliwa wakiwa wazaliwa wa kwanza kupitia chakula. Na kama vile nilifundisha watu, chakula kimejaa maagano. Usiwe mtu wa kukula tu. Unapopata watu wanakula, utabadilishiwa maisha, utabadilishiwa nyota, utabadilishiwa maono. Hata isipokuwa ni vile Yakobo anamwambia hadharani, alikuwa na uwezo wa kuifanya kisiri na apate amekwisha kubadilisha urithi wa kwake. Amen. Kupitia kitoweo ya ndengu, mchuzi wa ndengu. Ati akamwambia nini? Yakobo akamjibu, niuzie kwanza haki yako. Niuzie kwanza. Nitazame. Kumbe kuwa mzaliwa wa kwanza, kumbe unapaswa kuwa na haki. Kumbe kila mzaliwa wa kwanza anapaswa kuwa na haki. Okay, kama zako muuliza haki yako yuko wapi? Haki yako iko wapi? Moria, haki yako yuko wapi? Haki yako iko wapi haki yako? Iko wapi haki yako? Basi niuzie kwa haraka haki yako ya kuwa mzaliwa wa kwanza. 32. Esau akasema, tazama mimi niko karibu ya kufa. Sikia. Na hii unasoma, kuna watu wengi wamefika hapo. Yes. Wengine wanalitazama lakini hawaoni umuhimu wa kuzaliwa wa kwanza. Wa kuwa firstborn. Hata wengine wanajuta. Wanasema kwamba Laiti angezaliwa akiwa wa mwisho. Maana mizigo yote ya kwao ni yeye amewekeza. Wengi wanajuta, wana regret kuwa mzaliwa wa kwanza. Lakini unajua ni kwa sababu gani? Wamenyang'anywa haki. Sema amina. Lakini nami Mungu amenituma wote walionyang'anywa haki zao ili wakaweze kurejeshewa. Nasema wote walionyang'anywa haki zao waweze kurejeshewa. Amen. 32. Esau akasema, tazama mimi niko karibu ya kufa,
itanifaa nini haki ya mzaliwa wa kwanza? 33. Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Kuna siri nyingine nataka nikupatie, nitazame. Yes. Kwa sababu Esau aliuza urithi wake. Walipokuwa wanauza, wakili alikuwa nani? Mungu. Kulikuwa na roya? Hapana. Ni wapi waliandikiana? Hapana. Iko mahali waliandikiana. Maana Yakobo hakuwa mjinga, alijua huyu anaweza. Nigeuka. Hata alimwapisha. Hapa Yakobo umenipatia. Hivyo tayari kuna kitu nataka tukione kwa macho yote. Yes. Wakati kilitendeka, Amen. hata wakiwa wawili, Yes. mbinguni malaika walishuhudia. Wanashuhudia. Na diposa unaona unielewe, Isaka alikuwa nabii. Isaka alikuwa nabii. Sema amina. Amen. Na usisahau, ili uamini alikuwa nabii, ni yeye aliombea mke wake Akapata watoto. Akapata watoto. hivyo usicheze na mafuta Ya nabii. ya nani? Ya Isaka. Sema amina. Amen. Hata kama hakuwa na macho ya mwili, je, ya kiroho? Yanaona. Yalikuwa naona. Alipokuwa anabariki Yakobo, badala abariki, Esau. Sawa. badala abariki nini? Esau. Kwa nini inafanyika? Maana tayari zamani, Yes. masiku yaliyopita, Yes. kuna jambo lilitendeka. Yes. Aliuza. Kabisa. Hata kama hakukuwa na watu, aliuza. Oh yes. Aliuza. Na ndipo unaona Yakobo, wakati Isaka anaenda kubariki Yakobo, Yes. anambariki tu. Maana tayari mlango wa mbinguni umefunguka. Oh yes. Maana aliuza. Malaika walishuhudia aliuza. Aliuza. Na ndiposa hakuna msukumo, hakuna kung'ang'ana. Yeye anamuuliza, niwe anambariki tu, anamimina baraka. Wewe barikiwa, ongezewa. Anambariki. Yes. Maana tayari nani alifungua mlango? Esau. Nani alifungua mlango? Esau. Esau. Nani alifungua? Esau. Wakati mwingine kuna kitu hamjui. Kuna tu vitu unafanyanga ukifikiria ni wewe peke yake uko hapo. Kumbe Mbingu inaona. zinaandikwa na mbingu. Kumbe mbingu inashuhudia. Malaika wanashuka wanaona. Imefanyika hivyo. Yes. Inafanyika hivi. Ndipo hata maandiko inasema ya kwamba chunga sana na umheshimu huyo mke wako wa kwanza uliyemuoa. Alafu maandiko inasema najua hamkufanya harusi na hata hakukuwa na watu wa kushuhudia. Lakini mimi Mungu Nilishuhudia. wakati mlienda Kayole, wakati mlienda Dodora, wakati nyinyi wawili mliabiana muende huko kwa mahuti, huko kwa kichaka, mimi Mungu nilishuhudia, niliona ukimwambia sitakuacha wakati wa dhiki, wakati wa furaha. Sasa hapo hakuna padri, hakuna pastor anashikanisha, lakini Mungu alishuhudia. Na wengi wanasema Yakobo tukufanya harusi. Wanafikiria ni rahisi kuacha mke wake, maana hawezi akamdai taraka, hawakufanya harusi. Kumbe Mungu aliona. Oh yes. Sasa angalia, Esau alifungua mlango, aliuza urithi wake. Oh yes. Kwa mchuzi wa dengu. Ndengu. Na labda hata zikuwa zimeiva vizuri, zilikuwa na ile tumawe mawe. Ile unaumaga unasikia kama meno moja imetoka. 32. Esau akasema, tazama, mimi niko karibu ya kufa. Inanifaa nini haki ya mzaliwa wa kwanza? 33. Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Hivyo Esau akamwapia. Akamwambia, alimwapisha. Yes. Na gotire mehetwa Ngai atakoragwo hau. Hakuna kiapo chenye Mungu hayupo pale. Hata kama hakumwambia, Yes. chukua Biblia. Mimi Esau na hapa ya kwamba kuanzia leo nimeuza urithi wangu. Hata kama hakuchukua Biblia, lakini Yakobo hakuwa mjinga, alimwapisha. Na akasema hata siku moja ujaribu kuniruka, nioka leo nimehetwa wewe. Utakuliwa na kile kiapo. Hiyo kiapo kitakuweka kwa kaburi. Kabisa. Maana hado hothe hemehetwa. Popote palipo na kiapo, Ngai akoragwo ha. Mungu yuko pale. Aha. Yakobo akamuuzia
Yakobo akamwambia, niapie kwanza. Hivyo Esau akamwapia. Esau akafanya nini? Akamwapia. Sasa Esau ameingia box ama hajaingia? Ameingia. Na hii mambo yote ni kwa sababu ya nini? Ya tumbo. Kwa sababu ya tumbo. Kuna watu wengi sana wamenyang'anywa haki yao kwa sababu ya nini? Ya tumbo. Kwa sababu ya tumbo. Sema amina. Amen. Lakini siku ya ibada Yes. utarejeshewa haki yako. Amina. Siku ya ibada Yes. utarejeshewa Haki haki yako. Aha. Hivyo Esau akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya kuzaliwa. 34 mwisho inasema, ndipo Yakobo akampa Esau mkate na ule mchuzi wa dengu, akala na kunywa, kisha kainuka kaenda zake. Akaenda zake. Ameuza ama hajauza? Ameuza. Dojo kelia, ameuza ama hajauza? Ameuza. Tovie 27:38 kiambiriria. Kitabu ni Mwanzo 27:38. Esau akamwambia baba yake, je, baba yangu, una baraka moja tu, unibariki mimi pia baba yangu. Kisha Esau akalia kwa sauti kubwa. Esau akalia kwa sauti kubwa. 39 inasema. Kwa nini analia? Kwa sababu maana amenyang'anywa haki yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Na wazaliwa wengi wa kwanza wameishi na kilio. Yes. Wameishi na maombolezo. Wameishi na majuto. Aha. Esau akamwambia baba yake, je, baba yangu, una baraka moja tu? Gai fafa, kwani wewe ni wa baraka moja tu? Si hata unibariki tu kadogo. Angalau hata useme nitakufa na miaka mingi. Unibariki mimi pia baba yangu. Kisha Esau akalia kwa sauti kubwa. Esau akalia kwa sauti kubwa. 39. Na ukumbuka hii yote, hata kama analia, nani alifungua mlango? Ni yeye. Esau. Dojo kelia, nani alifungua mlango? Esau. Hivyo watu wengi unapata ya kwamba walikosea njia na mwishoe wao ni kilio. 39. Baba yake Isaki akamjibu akamwambia, makao yako yatakuwa mbali na utajiri wa dunia. Hata badala amutia nguvu, amemtoanisha pale amebakiza. Badala hata amjali kidogo, alimwambia acha hivyo unajiririsha. Utakuwa mdogo wa ndugu yako na utamtumikia. Maneno gani hayo? Mbali na umande wa mbinguni juu. 40 nasema, utaishi kwa upanga. Utaishi kwa upanga. Nawe utamtumikia ndugu yako. Unajua kwa nini anaambia kwamba utaishi kuwinda? Maana ya kwamba hata kile kilifanya uuze urithi. Yes. Kwa sababu ya kupoteza nguvu nyingi na kuwinda. Hivyo huko ulichagua, huko ndio utaishi. Yes. Nawe utamtumikia ndugu yako. Utamtumikia ndugu yako. Lakini wakati utakapokuwa umejikomboa, utatupa nira yake. Inua mkono, sema ni wakati mwingine umefika wa kujikomboa. Wakati mwingine umefika. Sema nimechoka na maisha yasiyo yangu. Sema kwa sauti, nimechoka na maisha yasiyo yangu. Nimechoka na maisha yasiyo yangu. Utatupa nira yake kutoka shingoni mwako. 41. Kinja hautovia gekoyo. Kiambĩrĩria 27 mũhari-inĩ wa 38. Esau akĩũria ithe atĩrĩ. Esau akĩũria ithe atĩrĩ. Baba, ndũrĩ na kĩrathimo ona kĩmwe ũndigĩirie. Ndathima ona niĩ baba. Na hĩndĩ ĩyo Esau akĩrĩra anĩrĩire. 39. Nake ithe Isaka akĩmũcokeria atĩrĩ, we ugatũraga kũraihu na ũnoru wa thĩ. Hebu sikia, utaishi mbali na unono wa dunia. Hautawahi faulu. Wengine wakipanda na kuvuna, wewe tayari utakuwa mbali. Utaishi kwa kichaka. Maisha yako yote ni ya ukame. Ama kuambia utaishi kuwa mbali na unono wa nchi. Hiyo ni kuambiwa nini? Utaishi na kule ambao hakuwezi pandwa kitu. Na ni kuingine huko kama sio jangwani. Ni jangwani. Kũraihu na ime rĩrĩa riumaga igũrũ. 40. Ũgatũragio nĩ rũhiũ rwa njora. Na nĩ ũgatungata. Maana yake utakapokuwa kidogo umedugwa na mwiba, huwezi enda kazi. Utalala njaa. Nalala njaa. Maana ukumbuke ya kwamba hata wakati wa zamani hakukuwa na friji. Yes. Hivyo kila umewinda na umepata ni ukule yote. Maana haiwezi kaa
Itaharibika. itafanya nini? Taharibika. Ugaturagio ni ruhiũ rwa njora na nĩ ũgatungataga mũrũ wa nyũkwa. Utakuwa mtumishi wake. Yes. Kazi yako ni kuchunga ng'ombe zake. Na kuulizwa leo ni ngapi zimezaa? Lakini kuna mahali Esau alifika mahali akasema no, enough is enough. Nimekataa maisha yasiyo yangu. Nimekataa maisha ya utumwa, maisha ya kutumika nimekataa. Hata baba yangu alitabiri, hata baba yangu aliniambia nitakapochoka nitoe nira katika bega langu. Na sasa ni zamu yangu. Amen. Wakati umefika nitoe nira. No rĩrĩ rĩrĩa ũkaremwo nĩ gũkirĩrĩria rĩ. Aguko igoro gani kwa nenda aremwo. Hata mimi nimeshindwa. Sema sitavumilia tena. Sitavumilia tena. Sema kwa sauti sitavumilia tena. Sitavumilia tena. Maisha yasiyo yangu. Sitavumilia tena. Maisha ya mahangaiko. Maisha ya mateso. Sitavumilia tena. No rĩrĩ rĩrĩa ũkaremwo nĩ gũkirĩrĩria rĩ nĩ ũkeruta icokiria ke ngingo ũrĩte. Kinyaha. Sema amen. Amen. Sijui nani anawaambia hiyo siku ifike haraka. Oh yes. Ajitoe nira. Oh yes. Wacha nione mtu anasema naombea hiyo siku. Asante. Naona kwamba hata wale ambao hawajazaliwa wakiwa wazaliwa. Sema amen. Amen. Na nimesema kuna kitu nitasaidia watu. Yes. Na hii ifai kuwa ije. Ndivati gũkorwo ĩja wa mũciĩ. Amen. Tondũ nyũmba nini ĩciraga ũtukũ. Kwa nyumba ndogo wana kesi usiku. Sema amen. Amen. Maana kuja chairman. Kuna uwezekano. Yes. Wacha nipeane for example na hapa. Hivyo tu mko simama hapa chairman. Hii peke yake ndio njia. Nyote mnapaswa kupitia hapo. Wote. Alafu uone mzaliwa wenyu wa kwanza alifunga. Na hawa watu wakati kwanza wamekosa kufaulu wanakuaga na hasira sana. Na ukumbuka hata ndani yake bado wako na laana. Todo kahega corona ile no take. Ndio kama baba. Hivyo ukimchokoza sana atafanya nini? Atakulaani. Atakulaani. Sasa angalia. Wewe unatamani kuvuka lakini sasa hakuna njia. Alafu ukimuuliza nikuulize hivi my brother. Sasa akakora wewe usinisumbue. Sawa. Unaenda unapiga round unatamani tena upite. Sema amina. Amen. Sasa hiyo siku ikifika. Yes. Kuna kitu nitakusaidia. Amen. Maana kuna uwezekano pia aliyezaliwa wa kwanza. Yes. Labda pia ni amebeba laana za kwenyu. Sema amina. Amina. Sasa mimi kwa uwezo wangu. Yes. Aidha tumsukume. Afanya nini? Asonge. Afanya nini? Aende. Atupe njia lakini hatutakuwa matena. Kwanza wewe unasema amina. Hautakuwa matena. Kila madhabahu ya dire yataondoka kwa maisha yako. Kuja chairman. Kama sio kusukuma tutamuondoa kwa laini. Yes. Hivyo kama wewe ni mzaliwa wa tatu na ungetaka kuchukua hiyo nyota. Yes. Ya urithi ya mzaliwa wa kwanza. Sema amen. Amen. Jedha. Itafute. Jedha. Dauga udoyo ule. Ili jambo. Tuana gukuja. Si ya kule nje. Shelimugi. Mzazi mwerevu. Nionagia ciana kugwema. Anaonyesha watoto kuinda. Na nionagia ciana gutaga thamaki na guthambira. Mundu angitindiro kagweri. Mtu akiteleza anguke. Afatie kumira atia. Anafaa atokee namna gani? Sema amen. Amen. Kama sio hivyo. Yes. Tutakamata pole pole. Tumuondoe. Tuondoe. Yes. Na wewe nikuambia ni zamu yako. Yes. Sasa pita. Amen. Sasa pita. Yes. Na sio kupita tu. Nenda ufaulu. Yes. Na uone ukuu na mazao. Amen. Ya bingu. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Ugae nicheka. Amen. Basi tuende pale Kutoka 4 mstari wa 22. Kutoka 4:22. Kisha mwambie Farao, hili ndilo asemalo Bwana, Israeli ni mwanangu mzaliwa wa kwanza. Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Sasa nitazama vizuri. Sasa hii ni kuzalishwa ndani ya roho. Negociating kwa ndani ya roho. Kuzalishwa ndani ya roho. Sijui kama utaelewa. Yes.
Sema amen. Amen. Sasa hapa Mungu anaongelea kuhusu Israeli, Yes. lakini haongelei kuhusu firstborn. Sema amen. Amen. Hivi unaweza ukawa ni mzaliwa wa 10, Aha. lakini Bwana akufanye mzaliwa Wa wa kwanza. Yes. Aha. 23. Nami nilikuambia ruhusu mwanangu aondoke ili aweze kuniabudu mimi, lakini ukakataa kumruhusu kwenda, basi nitaua mwana wako mzaliwa wa kwanza. 24. Musa alipokuwa mahali pa kulala wageni, akiwa njiani kurudi Misri. Ona kinya hau tothie Gikuyu. Thama inya 21 22. Ningĩ wĩre Firaũni atĩrĩ, o nĩguo Jehova ekuga. Sema amina. Amen. Si unikubalishe niongee na Farao wa maisha yako. Yes. Si unikubalishe leo Yes. ni diru na Farao. Amen. Ni diru na Farao yes. aliyekuzuilia, aliyezuilia hatima yako, aliyezuilia maono yako, aliyezuilia biashara yako. Wewe Farao uliyetuzuilia. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Aha. Ningĩ wĩre Firaũni atĩrĩ, o nĩguo Jehova ekuga. Kondolema zako macho mwambie haupaswi kuwa hapa. Haupaswi kuwa hapa. Kwa maisha unapaswa kuwa mbele. Maisha unapaswa kuwa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Leo kabla hatujasema shalom, nikubalisha tudiri na roho na madhabahu ya Farao. Roho iliyokukambata, iliyozuilia biashara yako isipenye, nikubalishe tudiri nayo. Amina. Ndiyo nayo. Kondolema zako macho muulize kazi yako inapaswa kuwa hapo. Kazi yako inapaswa kuwa hapa. Muulize kwamba ndoa yako inapaswa kuwa imefika hapa. Ndoa yako inapaswa kuwa imefika hapa. Na mjengo ulioanzisha ukakwama. Haipaswi kuwa hapa. Hiyo ni roho. Ya kuchelewa. Hiyo ni roho ya Farao. Yes. Sema amina. Amen. Na ukumbuke kwamba Yes. omothe mwezi gana Moja. ugaye nani Amen. tore omothe ari mweri emwe Kama vile tarehe 1. mweri uyu ndagutua namba emwe Mwezi huu unafanya na kuri maundu maria mothe ogwika ndagutua namba emwe na wewe Farao sikie kama vile ulitetemeswa na Musa leo sio Musa wewe Farao. Yes. Farao aliyekuzuilia, aliyezuilia mipaka yako, aliyezuilia biashara yako isipenye. Yes. Angamizwe leo. Kwa jina la Yesu. Angamizwe leo. Kwa jina la Yesu. Farao. Yes. Angamizwe leo. Kwa jina la Yesu. Waganga wa Farao. Yes. Wachawi wa Farao. Yes. Angamizwe. Kwa jina la Yesu. O nĩguo Jehova ekuga. O nĩguo Jehova arauga. Israeli nĩwe mũriũ wakwa wa irigithathi. 23. Na ndakwĩrire atĩrĩ, reke mũriũ wakwa athiĩ akahoe. No nĩ waregire kũmwĩtĩkĩria. Sikia. Mungu amekuwa kitamani. Yes. Roho ya Farao ikuache. Oh yes. Ili ufike kwa hatima yako. Yes. Na kwa sababu Farao alikataa. Hey. Sasa yeye pamoja na watoto wake, pamoja na wachawi wake, tunawagokesha chini. Unaposema amina, Farao anagokeshwa chini. Unaposema amina, watoto wa Farao wagokeshwa chini. Na ukumbuke nilikuambia maisha ni roho. Yes. Kuna mtu sasa hivi moyo wake unapiga hivi kwa imani. Oh yes. Halo. Halo. Na wakati mwingine sio kurogwa. Hiyo kazi yake inapaswa kuwa imepromotiwa. Oh yes. Sio kurogwa. Ila roho ya Farao ilimzuilia asione pere. Lakini kwa sababu ya imani yako, Amen. Siku ya kesho utaona lile jambo ambalo umeishi kulijaribu tayari limetendeka. Nasema roho ya Farao. Roho ya Farao. Oh yes. Wale walikuwa hapa siku ya kesho, wacha nione mkono. Hallelujah. Tuliangamiza na tukadiri na roho ya nani? Jezebel. Oh my God. Kesha kuwa mzuri. Roho ya nani? Ya Jezebel. Halo. Na tukasema kuna vile unaweza tuangalia pia. Yes. Tujue uko na nini. Roho ya Jezebel. Roho shoge udorage wega we. Uitazame vyema. Endoleke maandiko macio. O nĩguo Jehova ekuga. Israeli nĩwe mũriũ wakwa wa irigithathi,
na nindakwirire atiri reke murio wakwa athi akahoe no ne waregire kumwitikiria athie ni undu ucio ningoraga murio waku wa irigithathi ona kinya hau na Ngai ule uga ni uhoro wa ma vile Mungu amesema ni kweli na kwa sababu tumewaomba kwa amani wakuachilie na wamekataa sasa malaika Mikaeli akiwa na upanga wa kwake wacha waangamizwe wacha Farao na waganga wake wacha waangamizwe wachawi wake waangamizwe kwa jina la Yesu. Sema amina. Amen. Mungu anasema Farao, Yes. Farao utapata maoboresho. Oh yes. Kedie kole kene dahoya. Kienda kuweza naomba. Kila aliyekuzuilia Jehova ndiru na yeye. Kila aliyekuwa amebeba roho ya Farao aliyekuzuilia aondolewe na neno litaendelea. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Amen. Na tunaamini ya kwamba kupitia neno lako unakwenda kutufungua na kutuweka uhuru. Amen. Baba wa mbinguni, hatutaitwa mateka tena. Yes. Kwa sababu Jehova umetumana ili tuweze kuachiliwa. Yes. Baba wa mbinguni, ni ombi langu Jehova, ya kwamba kila aliyenyang'anywa haki yake ya urithi na kuzaliwa, Baba wa mbinguni, unakwenda kumrejeshea. Kila nyota iliyokamatwa na maono iliyokamatwa, unakwenda kuturejeshea katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Unaharibu kila madhabahu ya Farao, kila maroho ambayo yamekuwa yakituzuilia, unayaharibu na kuikamata na kuipasua kwa jina la Yesu. Ukaponye watu wako walioitwa mateka wakaachiliwe, walioitwa mateka wakaachiliwe. Asante kwa neno lako, tukombolewe na tuinuliwe na wewe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na tena tunashukuru. Sema amina nzuri. Amina.